Bwana mimi sitoki. Wewe. Nitakupiga. Hivi kweli jamani, hapa tu umetoka kunikumbuka, unataka kuniambia umenisahau tena mume wangu jamani? Mbona unanifanyia hivi? Hivyo ni chizi eh? Yaani unaingia mpaka chumbani kwangu alafu unaniita mume. Mshenzi mkubwa, toka. Chizi, usinifanyie hivyo mwanzo, nimekumisi mume wangu, lakini mbona unakuwa hivyo? Wewe usijitoe akili. Nimesema toka chumbani kwangu. Na mimi sitoki. Bana mimi nabaki humu. Yaani mpaka huyu mwanamke anajifanya mke wako anikute. Aje Chizi! Kupiga mbao wewe. Unajichomoa akili eh? Nakupa dakika moja, toka chumbani kwangu. Chizi, lakini usinifanyie hivyo. Mimi ndo mke wako. Basi jaribu basi kunikumbuka, lakini sisi tulikuwa tunataka kuongea vizuri tu hapa. Hivi wewe unataka nini? Unataka unipe kesi eh? Toka chumbani kwangu. Shenzi mkubwa wewe. Vipi huyu? Naomba Mungu kumbukumbu zirudi, ndo nilishokuwa nasubiri kipenzi, na miss mapenzi yako kumbukumbu nazitesa, na kumbuka yako makopa, leo upo mbali baba. Mwezi ona wewe. Mazoea chumbani kwangu yameanza lini? Na ulikuwa unafanya nini chumbani kwangu? Nani wewe? Jina langu ulijui au? Hichi ni chumba cha mume wangu. Na tulikuwa mtubee tu humo ndani. Hicho ni chumba cha mume wako, si ndio? Hivi wewe, Mai, unanitafuta kitu gani mimi? Ina maana kumbe siku zote ninavyotokaga nda kwenye mihangaiko yangu, waga unaingia chumbani kwangu, si ndio maana yake? Ulikuwa ujui shogangu leo kama mara ya kwanza. Chumbani kwangu ulikuwa unafanya nini? Au ndio ulikuwa umeleta uchawi sasa uje uniwaangie mimi na mume wangu ndo yangu iharibike, si ndio? Yote unayoyafanya yamekushinda. Sasa umeamua ununue uchawi huko uje uniletee chumbani kwangu. Nikwambie tu msichana, uniwezi kwa lolote. Yaani uniwezi kabisa. Yaani kama ulikuwa umekuja kuweka uchawi chumbani kwangu, sahau hilo. Shoga we, yaani unavyoongea mtu akija anaweza akakuona msafi. Kumbe, sasa mimi nani ni mchawi? Au unataka nilopoke asikie huko ndani? Sema, kama unataka tulianzishe hapa hapa. Usiniharibie siku Adela. Na wewe uchawi wako shogangu ipo siku utafahamika. Siku za mwezi ni 40. Unajua hilo, si ndio? Siku za mwezi ni 40. Hebu nitokee hapa. Ndolee nuksi mimi mbele yangu. Toka bwana, unaniangalia kitu gani? Mitoke mijipu, sitoki. Toka. Pisha huko. Pisha na wewe. Una haya msichana lione kwanza. Nilefika ngamia. Wapake, uniangalia mazima. Naomba Mungu Kwa nini umemruhusu mwanamke aingie chumbani kwetu? Mume wangu, mimi hata sijamruhusu. Na sipendi kabisa wewe binti aingie katika chumba chetu. Lakini nashangaa hizo tabia sio kazitoa wapi. Na hata hivyo tangu muda mrefu nishakwambia kabisa swala la kuwafukuza watu humu ndani. Lakini kila siku umekuwa ni mtu wa kuwakumbatia. Sasa kwa nini tusiwafukuze mume wangu? Kwa sababu hawana adabu, kwa nini aingie huko chumbani? Mimi ninavyohisi huyu mwanamke atakuwa chizi kichwani. Anapata wapi ujasiri? Ina maana hata haogopi. Hapa najiona kweli nitakuwa na makosa. Hapa kuna haja ya kukuunga mkono. Hawezi kujitawala hivi kwenye nyumba yetu. Yaani mume wangu sio kuna haja. Yaani hilo swala tulifanye mara moja, tuwafukuze humu ndani maana hawana faida yoyote. Tena ikiwezekana tuwafukuze hata muda huu. Uko sawa mke wangu. Tena najutia kabisa kuwaacha watu hapa ndani. Sawa, mimi nitamfukuza yule mwanamke, lakini natakiwa niongee na yule mtoto. Unajua nilichokigundua, huyu mtoto atakuwa alitelekezwa na hana wazazi. Kwa hiyo yule mama akaangalia namna ya kumsaidia yule mtoto, akaamua kumleta hapa ndani ili aweze kupata msaada. Kwa hiyo nitaongea na yule mtoto ili kama kuna namna yote kumsaidia, basi tuweze kumsaidia. Alafu yule mshenzi atafungasha vilago vyake bila kufikiria na ataondoka hapa ndani. Sawa mke wangu? Mume wangu, mambo gani sasa hayo unaanza kuleta? Ukaongea na yule mtoto wa nini sasa? Tushaamua kuwafukuza tuwafukuze. Kwa nini tupoteze muda? Kama tumeamua kuwafukuza tuwafukuze.
Mtu katelekezwa huko na baba yake, wewe inakuhusu nini? Kwani wewe ndio mtu wa kulea watoto yatima uliotelekezwa? Hamna watu wengine huko? Hapana mke wangu. Naomba nifanye mazungumzo ya mwisho na ule mtoto. Alafu after hapo tutalimaliza hili swala. Sawa? Naomba tu nielewe. Kweli kikulacho kipo kingoni mwako, na usichokijua sawa na usiku wa kiza. Unayecheka naye ndio adui yako, wanakuchekea usoni, moyoni mwao kubaya. Kuna wakati... Amanda, mtoto mzuri, ujambo? Si jambo. Shikamo. Marahaba mtoto mzuri. Baba nimemkuta? Baba yupo ila amelala mpaka sasa. Mama naye yuko wapi? Unamzungumzia mama mbaya au mama Amanda? Namzungumzia mama yako wewe. Mama yangu yuko. Okay. Unaweza kunitia mara moja? Nataka niongee naye. Unataka kuongea naye nini? Wewe kanitii tu, sawa mtoto mzuri? Sawa. Nenda. Baba, baba, baba. Pole sana kakaangu. Wakati mwingine uwe makini na watu unaowatibia, kwa sababu watu wengine akili zao zinakuwa kama zimefyatuka. Asante sana dadangu. Unajua changamoto kubwa ya Masai, wengi wanakuwa na hasira. Na mimi ile dawa niliyompatia ni dawa ya uhakika kabisa. Ile isipokuwa itakuwa kakosea masharti, na ndio maana kashindwa kutimiza jambo lake. Kwa nilivyomuona, angekukamata, angekufanyia kitu kibaya sana. Ni kweli dadangu. Wakati mwingine wa Masai huwa arudigi nyuma katika maamuzi yao. Na isitoshe yule alikuwa na panga pamoja na fimbo. Na ndio maana mimi nikaona nimkimbie. Kwa hiyo nafanyaje sasa? Maana huko nje unatafutwa kila kona. Na mimi hapa nina safari yangu nataka kutoka. Na muda ndo kama hivyo unazidi kusonga. Nikuombe kitu dadangu. Kama kuna uwezekano, ningeomba unisaidie hifadhi kwa leo tu. Alafu ikifika kesho mimi nitaondoka. Naamini Masai siku nzima leo atakuwa ananitafuta mpaka nyumbani. Mimi naomba dadangu unisaidie. Unanipa mtihani sana kakaangu. Kwa hiyo hapa mjini una ndugu yoyote? Dada, ningekuwa na ndugu wala nisingekutwisha mzigo huu. Na ndio maana nikaomba hifadhi kwako. Naomba unisaidie. Sawa, nitakusaidia kwa leo tu. Ila kesho ikifika, naomba uondoke kwenye nyumba yangu. Sitaki matatizo kabisa. Nashukuru sana dada. Nashukuru sana kwa kunipa hifadhi. Asante. Sawa, niko kule nje namalizia kuosha vyombo vyangu. Asante. Yaani bora hata umefika. Maana ni muda mrefu sana sijakuona. Hivi ulikuwa hapa mtaani ama ulisafiri? Hapana, nilikuwa hapa. Sema tumisha zilikuwa nyingi, so nafahamu tena mazingira. Safi. Ila mimi ningeomba nikuombe kitu. Kitu gani tena hicho? Kusema kweli sasa hivi mundani napitia changamoto kubwa sana. Na kwa sababu wewe ni mwanaume, pengine unaweza ukaongea na Twizy akajaribu kukuelewa. Labda kuna namna ambayo mkiongea nyinyi wenyewe mnaelewana. Kusema kweli napitia changamoto kubwa sana kwenye ndoa yangu. Ni changamoto gani mama Amanda? Hivi unafahamu kama Twizy ameingiza mwanamke mwingine ndani? Isitoshe, hanijui mimi wala mtoto wake. Yaani anatuona kama watu baki vile. Hii inawezekana vipi? Yaani Twizy mnayemfahamu mimi kachukua mwanamke mwingine? Na yeye kawasahau? Au mimi ndo sijaelewa vizuri hapo? Ni hivyo. Yaani uko sahihi kabisa.
kuna mwanamke mwingine yupo ndani. Niko hivyo, yaani Twizi hafahamu kitu chochote kuhusu mimi wala mtoto wake, na hilo swala lilianza tu yaani baada ya kumleta yule mwanamke ndani ya nyumba. Kuna kipindi mimi alinifukuza kabisa, yaani mpaka unanikuta naishi hapa nimetumia nguvu sana, yaani nisingekuwepo kwenye hii nyumba kabisa, na bado naishi humu ndani, lakini mambo ni hayaeleweki, mikuto ni migogoro, yaani ugomvi usiokuwa na maana. Sijui hata nikwambieje. Nimejaribu kufanya kila njia Twizi anikumbuke. Wapi? Hem, jaribu basi kuongea naye na kuomba. Aisee, pole sana kwa changamoto ambayo anaipitia. Isipokuwa issue ambayo imeleta hapa sio hiyo, ila nakuahidi nitazungumza naye na imani kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo usijali mama Amanda. Sawa, maana nahisi wewe kwa sasa ndo msaada wangu wa mwisho. Mimi kama nilivyokuahidi nitazungumza naye, usijali kuhusu hilo. Wenzi ukitazama ndo nakufa mazima. Kipenzi, bila shaka utakuwa umeenjoy penzi langu kwa siku ya leo. Tena sana. Tena kwa siku ya leo naweza nikasema ndo siku bora sana kuna mahusiano yetu kuliko siku zote ambazo nimekutana na wewe. Asante sana baby. Alafu pia nashukuru kwa ile 500 ulionitumia. Kwako ni kama kiasi kidogo, lakini kwangu ilinisaidia sana. Nashukuru sana. Teddy, mbona hicho ni kiasi kidogo sana? Utakavyozidi kunifurahisha utazidi kuona mengi. Okay, asante baby. Pia ningeomba kwa hizi siku 2 ukiwa unanihitaji niweze kuja hapa kwako na si wewe kuja kwangu. Si unajua kama nilivyokuelekeza na wageni pale nyumbani. Teddy, kwa nini kila siku unakuwa unaongelea kuhusu wageni wako? Mimi sipaswi kuwafahamu au kuna kitu unanificha? Hapana, sina maana hiyo kipenzi. Ila ningeomba tu iwe hivyo. Tafadhali naomba unielewe. Na ipo siku mtafahamiana tu. Sawa, haina shida kipenzi, nimekuelewa. Nashukuru sana kama umenielewa kipenzi. Usijali Teddy, ila tambua kwamba nakupenda sana. Nakupenda zaidi Kije. Okay, basi baada ya hapa nitakutumia kiasi kidogo kwenye simu yako. Nitashukuru sana. Kuna wakati tu wanaoamini ndio ambao wanatupiga chini, siri zao mioyo. Karibu. Asante sana dada. Haya ndo maisha yangu ninayoishi. Kama hujayapenda utanivumilia. Usihofu dada, mbona ni maisha mazuri tu. Kinachoangaliwa ni furaha katika maisha na sio ugali dagaa. Sawa, basi tuendelee kula. Sawa. Kwa nataka kuniambia unapenda ugali na dagaa? Haswa
Tena leo kama umenijulia, huwa napenda sana ugali dagaa na jinsi ulivyozipika. Wewe acha tu. Haya, na ule ushibe sasa. Hamna shida dada. Haya, tuendelee. Hamna shida. Vipi? Mbona niangalia sana? Hamna kitu chochote dada. Nimekuelewa sana bwana Shemingi, na hautaki kuwa na wasiwasi. Haijalishi kwamba hauko sawa na mdogo wangu, ila haiwezi kuwa kigezo cha mimi kuacha kukusaidia. Nitashukuru sana shemeji kwa moyo wako wa ukarimu. Kwa hiyo umesema kazi yoyote pale ofisini uko tayari kufanya? Bila shaka. Mimi kazi yote ambayo utanipatia nitakuwa tayari kuifanya. Usiwe na hofu katika hilo kabisa. Ungejifahamisha hilo swala kwa muda mrefu, ungekuwa tayari ushapata kazi. Maana pale kuna kazi nyingi. Sometimes huwa tunasafirisha vitu, delivery, lakini pia masuala ya usafi pale ofisini. Kazi mara nyingi huwa zinatokea. Lakini haujachelewa. Mimi nitalifanyia kazi na nitakupa majibu. Yaani kwa kweli Shem, nitashukuru sana. Halo? Pia jamani. Pia wifi yangu, mbona umeniacha? Pia wifi yangu. Mke wangu, umelia sana mrefu. Shida nini? Eti mama. Mdogo wako, mume wangu. Mdogo wako. Amefanyaje mdogo wangu? Adela, ongea basi mama, ongea basi Amefariki mume wangu. Amepata ajali. Usimu pia. Tujamani pia. Honey sweet, mwenzi ukitazama ndo nakufa mazima. When you're my chocolate, utamu wangu wa pake, uniangalia mazima mazima. Naomba Mungu kumbukumbu zirudi, ndo nilishokuwa nasubiri kipenzi, na miss mapenzi yako kumbukumbu nazitesa, na kumbuka yako makopa, leo upo mbali baba. Mwezi nakupenda sana, natamani tuishi kama ikiwezekana, twende mbali mbali la azizi wangu. Natamani unishike japo mkono nifurahi, ukiwa busy kukukosa nitadai. Nakupenda baba watoto, tumekumiss baba watoto,
Amka basi tuendeleze penzi letu. Mtoto wako na